unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili Bwana. Endelea kumwadhimisha Bwana. Pigie Yesu makofi kwa kumwadhimisha. Mwadhimishe tu Mungu aliye hai. Jesus. Peke yako Mungu. Peke yako Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Hata sasa uko pamoja nasi. Hata sasa unaenda kuachilia ulichokikusudia. Hata sasa unaenda kutufundisha. Hata sasa unaenda kutupa maarifa. Hata sasa unaenda kutupa ufahamu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Na watu wote tuseme amen. Pigie Yesu makofi mengi kama unayo amani. Jesus, Jesus. Unaweza ukaketi kwenye uwepo wa Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya 4 ambayo tunaendelea na somo tuliloanza nalo siku ya Jumatatu. Tunajifunza habari za kukabiliana na tatizo, mambo yatakayokusaidia kukabiliana na tatizo la kuacha kuomba. Na Mungu amekuwa akitufundisha mambo mengi. Leo ni kipindi chetu cha 4, kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 13 ule mstari wa 14. Wafalme wa Pili sura ya 13 mstari wa 14 mpaka 19. Neno ambalo Mungu ametupa kusimama nalo kwa siku zote kama msingi wa somo ambalo Mungu ametupa. Maandiko yanasema, basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Naye Yoashi mfalme wa Israeli akateremka amtazame, kamlilia mbele yake akasema, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Elisha akamwambia, twaa uta na mishale. Naye akatwaa uta na mishale. Mwambie mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta. Naye akaweka mkono wake juu yake. Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Akasema, lifungue dirisha linaloelekea mashariki. Akalifungua. Basi Elisha akasema, piga. Akapiga. Akasema, mshale wa Bwana wa kushinda, na mshale wa kushinda Shamu, kwa maana utawapiga Washami katika Afeki hata utakapowaangamiza. Akasema, itwae mishale. Akaitwaa. Akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akaipiga inchi mara 3, akaacha. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia akasema, ingalikupasa kupiga mara 5 au mara 6, ndipo ungalipiga Shamu hata kuiangamiza, bali sasa utaipiga Shamu mara 3 tu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukiangalia mambo mengi sana kwenye somo hili, kwamba Mungu anatamani kuona unachoanza kufanya kinakuwa na mwisho. Fika mahali ambapo Mungu anataka ulichokianzisha kifike. Kwa sababu jambo lolote ambalo Mungu anakupa kulifanya, anataka lifike kwenye kiwango au mahali fulani. Sasa tukaona kwamba ushindi wa watumishi wa Mungu uko ndani ya mwendelezo wa kile ambacho Mungu anatupa kukifanya. Kama ni maombi uwe na mwendelezo, kama ni neno uwe na mwendelezo, kama ni ibada uwe na mwendelezo. Kwenye eneo lolote lile, hakikisha unaomba Mungu akusaidie kutokuacha. Roho ya kuishia njiani ikuachie. Roho ya kuishia jangwani ikuachie. Roho ya kutokufika mahali Mungu anataka ufike ikuachie. Mungu akupe kuwa na hatima iliyo njema. Tuko sawa, kanisa la Bwana? Mahali ambapo Mungu amepakusudia upafikie. Na jana tukaanza kuangalia mambo ambayo yanaweza kuzuia usifikie kiwango hicho, kaishia njiani, usifikie mahali Mungu alitaka ufike kwenye maombi. Jana tulisema lazima utumie muda mwingi kutafakari neno la Bwana, kuwaza neno la Bwana, kutafakari Mungu na ukuu wake. Na Yoshua 1:6-9 pale tulisoma, Biblia inasema litafakari neno lake mchana na usiku. Na yako mambo ambayo tuliangalia jana. Muda wetu unakimbia sana, na ningetamani leo tuangalie vitu vingine ambavyo Mungu amevikusudia tuviangalie. Na jana nikasema ndani ya neno la Mungu ziko nguvu. Nikasema mtu mwenye neno ana nguvu. Viko vyanzo ambavyo unaweza kupata nguvu. Biblia inasema, nanyi mtapokea nguvu kisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ndani yake ziko nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini Biblia inasema neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Kwa ndani ya neno kuna nguvu. Tuko sawa, kanisa la Bwana? Na nikakwambia jana nikasema unapohitaji nguvu za Mungu ziko kwenye maeneo mengi. Ziko nguvu za kukusaidia kumtafuta Mungu. Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Sio siku moja, siku zote. Maana yake kuna upako au kuna nguvu za Mungu za kukusaidia kumtafuta Mungu siku zote. Lakini pia nikakwambia kuna nguvu za Mungu za kukusaidia kushinda dhambi. Biblia inazungumza unaweza kawa unatamani kushinda dhambi. Biblia inasema hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Kwa nini? Kwa sababu dhambi huwezi kuishinda kama una nguvu za Mungu za kukusaidia kuishinda dhambi. Tuko sawa? Tuko sawa. Lakini pia nikakufundisha mambo kadha wa kadha ambayo yangekusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa ninachosema, mtu wa Mungu?
na nikakwambia kuna nguvu za Mungu zinazonisaidia kuhudumu nikiwa kwenye madhabahu wakati nimesimama. Nguvu za Mungu zinanisaidia kuachilia hiki ambacho ninakiachilia. Lakini nikakwambia kwenye maeneo mengi ambayo nisingeweza kuyasema yote. Okay. Nataka leo niendelee. Uko tayari kwa ajili ya session ya leo? Sema amina yenye nguvu kama uko tayari. Nina dakika kama 10 na ngapi hivi za kusema, kama sio 15 hivi. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini sana. Jambo lingine ambalo litakusaidia kuwa na muendelezo kwenye maombi, kutokuishia njiani, andika jambo la pili. Jambo la pili, jifunze kuombea mahali unapokaa au mahali unapoishi. Jifunze kuombea mahali unapokaa au mahali unapoishi. Unataka kuwa na muendelezo kwenye eneo la maombi, hutaki kuishia njiani, jifunze kuomba kwa ajili ya mahali unapokaa au eneo unaloishi. Jifunze kuomba, akupaombea mahali unapokaa au mahali ambapo unaishi. Kumbuka, eneo linaweza likabeba nguvu za Mungu au eneo linaweza likabeba nguvu za giza. Unaweza ukawa unakuwa mwombaji sana unapokuwa kanisani. Pako unakuwa juu yako wakati uko kanisani wa kukusaidia kuomba. Lakini ghafla ukifika nyumbani unajitahidi kuomba lakini hauna nguvu za maombi. Ni kama eneo lile linanyonya upako ulionao. Ukiwa kanisani unaomba masaa 2 bila kuchoka mfululizo. Ukienda nyumbani kwako unajitahidi hata dakika 10 kwa kupambana, ghafla unaanza kupiga miayo. Dakika ya kwanza na mwayo, dakika ya pili miayo. Kama sio wewe unayeombaga kanisani. Tuko sawa kanisa la Bwana? Tuko sawa kanisa la Bwana? Na eneo linaweza likabeba, andika, eneo linaweza likabeba nguvu za Mungu au linaweza likabeba nguvu za giza. Kutegemea hilo eneo nani anayelimiliki. Na kwa sababu wewe ni mtu naye muamini Mungu, ni mwombaji, unataka kuwa na muendelezo, si tu uombe ukiwa kanisani, lakini upako unao kufunika wakati uko kanisani, huo upako uende nao nyumbani kwako, huo upako uende nao sebuleni kwako, ili wakati unataka kuomba kusiwe na kizuizi chochote kwenye ardhi ambacho kitakuzuia kuomba. Kama unaomba masaa 2 kanisani, kwa nini nyumbani kwako huwezi kuomba dakika 20, nusu saa, masaa 2 unayoomba ukiwa kanisani? Manake kwenye eneo kuna shida. Ukisoma Biblia unaona wakati Kaini amemuua Habili, maandiko yanazungumza, anasema shida ilienda kwenye eneo, ilienda kwenye ardhi. Tuko sawa kanisa la Bwana? Tuko sawa kanisa la Bwana? Hasa mnaokaa nyumba za kupanga. Fikiri kila mmoja amepita kwenye hizo nyumba. Huwezi kujua aliyetangulia kukaa kwenye hiyo nyumba alimkabidhi nani hiyo nyumba. Huwezi kujua mwenye eneo au mwenye hiyo nyumba alimpa nani hiyo nyumba. Alijengaje? Aliweka kitu gani kwa wakati anajenga hiyo nyumba? Alimkabidhi nani mwenyeji wa hiyo nyumba? Kwenye ulimwengu wa roho inawezekana wewe ndio unayekaa, lakini wanaomiliki ni watu wengine, ufalme mwingine. Huo ufalme utaamua uombe, utaamua usome neno, utaamua usisome neno. Kwa nini? Kwa sababu anayemiliki eneo ndio mwenye mamlaka na hilo eneo. Tuko sawa? Tuko sawa? Brother Tuzo, simu unayoimiliki utaamua wewe. Praise hiyo muziki, mpigie mtu, utume message, ufanye. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu unachokimiliki. Kwa hiyo kama ardhi anayemiliki ni shetani, ni kama vile ambavyo umeshika remote. Kwa sababu umeshika remote, wewe utaweza kubadilisha channel unazotaka. Unaweza kusema sasa hivi niweke Upendo TV, unaweza kusema sasa hivi niweke hii, unaweza kusema sasa hivi kwa nini unayo remote. Kwa hiyo kwenye ardhi unayokaa, kama anayeshika remote ni kambi ya adui, ndiye atakaye kuremote uombe au usiombe, ndiye atakaye remote usome neno au usisome neno, ndiye atakaye remote ufanye kitu gani ufanye kitu gani. Na ndio maana lazima ujifunze kuliombea eneo, ili Roho Mtakatifu ndiye ashike remote ya kukuambia sasa amka kuomba, sasa saa ya ibada. Tuko sawa kanisa la Bwana? Maandiko yanasema Mungu alimwambia Musa, vua viatu vyako. Kwa nini? Mahali unaposimama ni nchi takatifu. Manake ardhi inaweza kubeba utakatifu. Lazima utakase eneo lako la nyumbani. Liambie eneo kwamba kuanzia sasa mimi ninakumiliki kwenye ulimwengu wa roho, ninakumiliki pia mwilini katika damu ya Yesu. Kama kuna vitu viliwekwa juu yako vya kunizuia kuomba, ninavipangua kuanzia leo. Nitaamka usiku kuomba saa 8, hautanizuia ardhi. Nitaamka saa 9 kuomba, hautanizuia ardhi. Hautanizuia kusoma neno. Ninatangaza upako ulioko kanisani. Leo ninapoondoka ninaubeba, ninaenda nao nyumbani kwangu. Wakristo wengi sana, mchungaji anapoachiliaga hapa baraka na upako kwamba jamani tunapoenda tuende na amani ya Bwana, wengi wakiishia pale nje mlangoni pale wanaacha upako pale.
Ni wachache sana wanaojifunza kubeba upako kwenda nao nyumbani kwao, kwamba Mungu kitu iko hivi, tunaahirishaga ibada hapa, si ndivyo? Lakini unatakiwa kuwa na mwendelezo wa ibada ndani ya moyo wako. Unanisikia nachosema? Kitakachokupa kuwa na mwendelezo ni nini? Ni kujifunza kubeba ule upako. Nikitoka Jumapili kanisani, namwambia Mungu, huu upako naenda nao nyumbani kwangu, naenda nao sebuleni kwangu, naenda nao chumbani kwangu, naenda nao chumba cha watoto, naenda nao chumba hiki, naenda nao kwenye biashara zangu, ili hata nikikaa kwenye biashara, upako huo utaifunika eneo langu la biashara. Nitajisikia kuomba nikiwa kwenye eneo la biashara. Huo upako naenda nao shuleni kwangu, kwenye chumba kile ninachokaaga, naachilia huo upako. Kwa hiyo lazima ujifunze. Nisikilize niwaambie Wakristo, maandiko yanasema chuma kinanoa chuma. Tunapokuja kwenye ibada za Morning Glory, tunakuja kuchota upako wa kutusaidia kwenye maofisi yetu, wa kutusaidia kwenye nyumba zetu. Nasema tunakuja kuchota upako wa kwenda nao kwenye maeneo ya biashara. Tunakuja kuchota upako. Hatuji tu kwa sababu tunakuja. Nisikie, tunapotoka pale nje, siwezi kuwa sawa na ambaye hajaja. Kuna kitu nimekichota, na ndio maana lazima uje na chombo. Chombo nini? Moyo, imani yako. Imani ni kibebeo. Unasema Mungu, katika damu ya Yesu. Wakati mtumishi anaomba leo, kuna upako ninausikia ndani. Ninaomba huo upako usiishie hapa. Ninatoka nao ninapotoka hapa kanisani, ninatoka nao ninapoenda nyumbani, ninatoka nao kila nitakapokanyaga, huo upako niende nao. Tuna Wakristo wengi sana ambao hawabebagi upako, wanaowachaga. Jifunze kubeba upako. Unanisikia nachosema? Jifunze kubeba upako. Ukija kwenye hii madhabahu, ondoka na upako. Mwambie Mungu, leo ninaondoka na upako kwenye nyumba yangu, ninaenda nao. Najui kama kuna vitu alivyoweka kwenye nyumba yangu vilivyokuwa vinanizuia kuomba, hivyo vitu vitaanza kupanguliwa. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za Mungu zimeenda na wewe. Unanielewa? Unanielewa? Si kitu chepesi. Kwenye maeneo kuna vita. Ndio maana cheki unavyotaka, sahau tu kuomba kidogo, walishakukaba. Kuna eneo fulani nilikuwa nakaa, ile eneo walikuwa hawasubiri usiku kunikaba. Waligundua usiku ndo naomba, nakemea, hawapati nafasi. Siku moja nimetoka kazini, nimechoka, nikakaa sebuleni. Nilikuwa nimepanga, nimekaa sebuleni pale. Kakaangu mmoja kawa napita pale, namuona, namuomba msaada, lakini wamenikaba. Yaani mchana kweupe niko kwenye kiti. Hawakusubiri niende chumbani, hawakusubiri nilale, kwa sababu walijua usiku ninawakemea. Kwa hiyo siku wakanikomeshea, niko tu hivi mchana. Nisikilize, eneo likiwa na upako, mimi nakwambia kuna watu watakuwa wanapita kwa mbali. Utasikia tu mtu namwambia ingia ndani, anasema asiingii. Kwa nini? Kuna harufu anaisikia huko ndani. Akiingia huko ndani haitamwacha salama, haitamwacha salama. Unanisikia ninachosema? Kwa nini? Hiyo nyumba ina upako sio wa kawaida. Natamani Mungu akusaidie leo uchote upako katika damu ya Yesu Kristo. Nasema Mungu akupe leo kuondoka na upako hapa. Unapoenda kwenye nyumba yako, hata kama kuna vitu vibaya vilikuwepo, nasema miguu yako iliyokanyaga hapa, mahali hapa Mungu yupo. Nasema kwa sababu mahali hapa Mungu yupo, uende na huo upako nyumbani kwako. Miguu yako ibebe upako. Ukikanyaga sebuleni, upako uende na wewe. Kwenye biashara yako, nguvu za Mungu ziende na wewe. Hata sebuleni kwako. Nisikilize, kuwe na tofauti ya nyumba ya Mkristo na mpagani. Kwa ina tofauti. Siku nyingine unasahau kuomba, unamwambia tu Mungu, hii nyumba si nilikupaga ni ya kwako. Hata nikisahau hapa, hamna mchawi atakatiza ili eneo. Nilikuwa nazungumza na waombaji siku moja, nikasema moja ya tabia mbaya tulionayo waombaji ni kwamba unaomba Mungu akupe nyumba, una design ramani kubwa ya nyumba yenye vyumba 5. Chumba kimoja cha watoto wa kiume, kingine cha watoto wa kike, kingine master room ya kwako, kingine unaweka cha wageni, sijui wa kike, wageni wa kiume. Vyumba 5 vimekamilika. Hauna kachumba ka Mungu ka ibada. Mungu anacheki hiyo nyumba, anasema hey, vyumba 5 una wageni wote, na wageni wenyewe wanakutembeleaga mara moja kwa mwaka, vingine hawalali. Unaacha kutenga, sema hii nyumba haka kachumba Mungu, kuna sehemu yako kwenye hii nyumba ya ibada. Nisikilize niwaambie Wakristo, kuna madhabahu hii hapa ambayo inatuhudumia, lakini lazima uwe na madhabahu yako binafsi ya kumtafuta Mungu. Maandiko yanasema Yesu alikuwa anaombaga na wanafunzi wake. Kuna wakati alikuwa anatoroka, anatafuta mahali pasipo watu, anaenda kuomba. Anatafuta. Alikuwa anaombea wapi? Kwenye milima ya Mizeituni. Alikuwa na madhabahu yake. Yesu madhabahu aliyokuwa anafanyia ibada za kwake binafsi, ilikuwa unaona na maandiko anasema kwenye milima ya Mizeituni. Unaelewa Elia alikuwa anaomba kwenye milima gani? Kameli. Unaelewa Musa alikuwa anaomba kwenye milima gani? Milima ya Sinai.
Kwa nini? Kila mtu aliyeokoka kuna madhabahu yake ya kumtafuta Mungu. Biblia inasema ingia kwenye chumba chako cha ndani. Chumba cha ndani maana yake ni madhabahu yako binafsi ya kumtafuta nani? Mungu. Mahali ulipotenga kwa ajili ya Mungu. Mungu anatushangaga sana, unasema mimi nitakuwa naombea tu kitandani. Ndio maana unasinziaga. Mahali chumbani kuna upako wa kulala. Unakaa kwenye kitanda pale unasema katika jina la Yesu, toka Yesu, toka Yesu. Usitoke Yesu, usitoke. Kwa nini unaombea mahali una usingizi huko? Chumbani ni mahali pa kulala. Tizame mwenzako mwambie chumbani ni mahali pa kulala. We Mungu amekupa nyumba kubwa. Nyumba yote kubwa. Unashindwa kutenga kachumba ka ibada, ka kusoma neno. Kwamba hiki ni chumba hata watoto wakisikia mama ameingia huko hawana muda wa kukusumbua. Na ambaye hujajenga mwambie Mungu, kinipa tu nyumba, una chumba chako. Kabla ya nyumba ya wageni una chumba chako. Una kaeneo ka ibada. Tuko sawa? Nilipata ushuhuda wa baba mmoja, alikuwa na shamba. Kule kwetu tunalima sana migomba, ndizi. Wale ambao wamefika Tukuyu, taona saa nyingine unaweza kufikiri hamna nyumba za watu, kumbe nyumba iko katikati ya migomba. Migomba imezunguka. Sasa yule mzee alikuwa na shamba kubwa sana. Pata huo ushuhuda, alikuwa na shamba kubwa sana la migomba. Yule mzee, lile shamba lilikuwa linastawi mno. Lilikuwa linazaa sana wakati wa uhai wake. Alipofariki, watoto wakagawana lile eneo. Ghafla ndizi zilianza kuwa mbaya, shamba lilikuwa baya. Watoto walikuwa wanalitunza sana, wanatumia mbolea, wanatumia kila kitu. Baadaye mchungaji mmoja aliyekuwepo lile eneo aliporudi, kwa sababu alihamishwaga, aliporudi kwenda kucheki lile shamba, watoto wanaomba, sema mchungaji, sisi tuombee ili shamba, tunashangaa baba alivyofariki ni kama alifariki nalo, limekufa ghafla. Mchungaji akasikitika sana, akasema kuna kitu baba yenu alikosea. Watoto wakasema alikosea nini? Mchungaji, kumbe siku moja yule baba alimpeleka mchungaji kwenye shamba, wakachora kwenye kiploti, wakasema hichi kiploti, akamwambia mchungaji, hichi kiploti ni cha Mungu, chochote nachovuna kutokea hapa napeleka kanisani. Kwa hiyo ndizi zote zinazotokea huu upande huwa siragi, ni za Mungu. Sasa angalia, Mungu alikuwa na share yake. Unajua Mungu sio mwekezaji wa hasara, Mungu anawekeza kwa faida. Na ndio maana ukimwomba Mungu kitu unasema Mungu nipe gari, Mungu mbinguni anacheki atafaidikaje na gari. Nipe Isaka, Mungu anakujiuliza atafaidikaje na Isaka. Ndio maana alimwambia Ibrahim toe Isaka. Kwani Mungu hawekezi kwa hasara. Unachomwomba Mungu hakikisha kinamfaidisha Mungu pia. Kiomba Mungu akupe mtoto kama Hana alivyoomba. Angalia alivyokuwa na ajenda kubwa, alimwambia Mungu nitakupa. Mungu akasema, unasemaje? Nitakupa. Kwaona mimi nina share yangu kwa huyo mtoto. Chap tengeneza uko tumboni mtoto aje haraka haraka. Kwa nini? Mungu ana share yake. Unanielewa ninachosema? Kwa hiyo yule baba, kwa sababu alikuwa amempa Mungu, lile shamba lilikuwa linastawi sana. Sasa angalia, kila kilichokuwa kinavunwa lile eneo anapeleka madhabahuni. Kwa uaminifu, kila kinachovunwa anapeleka kanisani, anapeleka madhabahuni, anapeleka kila kinachovunwa. Sasa angalia, amefariki, hakuwapa hiyo misingi watoto. Watoto wakawa wanavuna vyote, wanatwanga. Wanavuna wanakula, wanavuna wanakula. Wakafikiri ni mbolea wanazotumia ni mbaya. Shida sio mbolea. Shida wamebadilisha mfumo aliokuwa nao baba yao. Kwa wakaanza kutafuna shamba, ghafla likaanza kufa. Na ndio maana kwenye kile unachoomba, si kwa nini Mungu anasema niseme jambo hili? Unajua kwa nini kuna vitu tunaomba? Biblia inasema hata mwaomba hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Tafsiri yake ni kwamba unataka Mungu akupe kitu ambacho hata kuwa na share yake. Unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Kuna siku moja nilipata nafasi, nikawa naendesha gari naenda kwenye huduma mahali. Sasa nikachelewa. Hadi nimechelewa nikasema hivi, naomba Mungu nisaidie nisisimamishwe njiani na matrafiki. Ndani yangu nikasikia swali, kwa nini? Kwa sababu na wenyewe wako kazini, kwa nini wasikusimamishe? Unajua kuna tofauti ya kupeleka haja kwa Mungu na hoja. Wakristo wengi tuna haja, hatuna hoja. Mungu nipe gari, Mungu. Kwa nini nikupe gari? Peleka hoja. Hoja inajibu kwa nini nikupe gari. Unanielewa ninachosema? Mungu nipe kitu fulani. Hiyo ni haja. Hoja ni kwa nini nikupe hicho unachoomba. Mwambie Mungu una share yako. Ukinipa na wewe una share yako. Hii gari wakija watumishi, kuna mikutano, mchungaji akihitaji kwenda kwenye huduma atatumia. Mungu anasema sasa kwani mchungaji atakanalo masaa yote? Sasa naweza kutumia wiki zingine unatumia wewe. Gonga kichwa, sema akili. Bwana Yesu asifiwe. Hoja. Tuko sawa?
Na ndio maana kati ya kitu shetani atakuwa anapambana nacho usiku wote, saa zote, ni kuhakikisha anakutengenezea mazingira ambayo utakuwa unaomba na uelewe unachoomba, uko kwenye hali. Yaani kuna vitu vitatokea ambavyo vitavuruga mfumo wako ndani wa maombi. Na mimi nakuombea katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu anyenyue kiwango chako cha maombi tutakapokuwa tunamaliza kesho. Muda wangu umeisha kabisa kabisa yani. Na nimesema jambo moja, lakini naamini kuna kitu umeondoka nacho cha kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Unapoondoka unaweza kahama na upako. Siku moja nilimuuliza baba swali. Nikasema, baba, hivi kwa nini watu wengi wakifariki unakuta nyumba zao ghafla zimepiga kreki? Sijui huku kwenu, kwetu kule nyingi sana zina kreki. Akifariki aliyokuwepo. Na kama akai mtu, labda kama kuna mtu anakaa. Unataka kujua kwa nini? Tutaendelea kesho. Simama. Usipokuja kesho hiyo story utaipata. Njoo kesho tutamalizia kwa story. Utajua kwa nini nyumba zinapiga kreki. Unajua kwa nini wengi wakifa na mtaji wao na biashara na maduka yanakufa? Kwa nini hujaona watu walikuwa matajiri wakati wa uhai wao, watoto wanateseka kama baba wao kwa tajiri? Wanasema yani, mnakwambia usimuone huyu mtoto anatembea hivyo suruali imechanika, baba yake alikuwa tajiri huyo. Alipokufa tu baba. Na vyote ni kama vikafa. Unataka kujua kwa nini? Usikose kesho. Part 2. Simama. Naomba usimame. Haleluya. Haleluya. Nimesema haleluya, watu wa Mungu. Hebu naomba usimame kwa nguvu kabisa, kama unazo nguvu sema Bwana Yesu. Kwa nguvu zote kutoka ndani ya moyo wako sema, Bwana Yesu, nimekuja kwenye ibada asubuhi ya leo. Ninakataa kuondoka bila upako wa madhabahuni. Leo hii nimetambua ya kwamba mahali hapa uko upako, iko nguvu yako. Unisaidie ninapoondoka, niondoke na upako. Kwenye miguu yangu nibebe upako. Ninapoenda nyumbani niende na upako. Kazini kwangu niende na upako. Kwenye biashara yangu niende na upako. Humo barabarani nipite na upako. Naondoka na upako. Upako wa madhabahuni kwa damu ya Yesu. Sikubali kabisa leo hii kuacha upako kwenye madhabahu. Ninaondoka nao kwenye familia yangu, kwenye nyumba yangu, kwenye kazi yangu, kwenye ofisi yangu. Mahali popote ninapoenda niende na upako kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila nitakapokanyaga hapatakuwa pa kawaida, ataponywa, atabadilika, atakuwa na upako katika jina la Yesu. Sebuleni kwangu tutakuwa na upako, chumbani kwangu tutakuwa na upako, kwenye nyumba yangu tutakuwa na upako. Maana leo ninabeba upako wa madhabahuni. Ninabeba upako wa madhabahuni. Asubuhi ya leo ninabeba upako wa madhabahuni. Ninaondoka na upako katika jina la Yesu. Hakuna kitakachoharibu huu upako nilioupata asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Jesus, mshukuru Mungu kwa dakika moja. Kwa dakika moja. Shukuru Mungu, muadhimishe Bwana. Mwambie Mungu, ninakushukuru umenipa nafasi ya kuja kukuabudu. Umenipa nafasi ya kukanyaga hapa. Si kama nilivyokanyaga jana. Nimekanyaga, ninaomba ninapoondoka niende na upako. Ninabeba upako, ukatengeneze vilivyoharibika nyumbani kwangu, ukatengeneze vilivyoharibika kwenye familia. Upako wa madhabahuni, ukatengeneze vilivyoharibika kwenye biashara, ukatengeneze vilivyoharibika kazini, ukatengeneze vilivyoharibika kila mahali nitakapokanyaga. Umesema katika neno lako, kila mahali nitakapokanyaga umenipa, nitapamiliki, nitatawala. Kwa damu ya Yesu, upako uende kwenye miguu yako, upako uende na wewe kila unapokanyaga, kwa sababu umetoka kwenye madhabahu, umetoka na upako, umetoka na upako. Nasema enda na upako, enenda kwa uwezo wako huo, enenda kwa upako ambao Mungu katika damu ya Yesu ameuachilia leo kwenye ibada hii ya Morning Glory. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu akupe kwenda na huo upako. Katira makoro peshata, andara makoro boshata. Kama ulikuwa uwezi kuomba nyumbani kwako, Mungu akaachilie upako wa maombi kwenye familia,
kwenye nyumba yako. Huo upako ukaende kwenye nyumba. Mahali palipokuwa na ukame, huo ukame ukaondoke. Mahali palipokuwa na uzito, huo uzito ukaondoke. Mahali palipokuwa na madhabahu zingine, hizo madhabahu zikaondoke. Mungu akakupe kupamiliki hapo kwenye nyumba yako. Ukamiliki kwenye nyumba utakapokanyaga. Ukamiliki kwa damu ya Yesu. Ukamiliki kwa damu ya Yesu. Ukamiliki kwa damu ya Yesu. Upako huo wa kumiliki katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Yesu Kristo Mwokozi wetu, tunakuhimidi na kuchukuza kwa ajili ya neema yako ambayo umetupa machoni pako, na kutoka kwenye madhabahu yako Bwana tunabeba uweza na nguvu zako zikatufunike na kukaa pamoja nasi. Watoto wako wanaposogea kwenye madhabahu yako Bwana, kukushukuru wewe kwa ajili ya neema ambayo umetupa. Mungu, naomba ukayatakabali maombi yao na sadaka wanazokutolea, zikasimame mbele za uso wako na kuwa kumbukumbu katika madhabahu yako. Mungu, ukaachilie kutoka kwenye madhabahu yako baraka yako itakayoambatana pamoja nao kwenye maisha yao, kazi ya mikono yao, maofisini, kwenye biashara, kwenye mashamba yao na mifugo yao na utumishi wao mbalimbali. Huo utukufu wako Bwana ukapate kuwafunika na kukaa pamoja nao, ili jina lako Bwana likapate kuinuliwa na kutukuzwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini Bwana, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo hatutakuwa na vipindi chochote jioni kwa sababu tutakuwa na huduma kule Nyandekwa, na asubuhi hii saa 2 kundi la kwanza watakaokuwa tayari tunawakaribisha kwa ajili ya huduma ya nyumba kwa nyumba, lakini pia wale watashindwa asubuhi tunawakaribisha mchana, na safari zote zitaanzia hapa Agape na usafiri utakuwepo saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili. Utakuwa ni muda pengine wa kunywa chai na kuondoka. Kwa hiyo ukija saa 3 pengine utakuta hawapo. Kwa hakikisha saa 2 mpaka saa 3 hapo ni muda wa kunywa chai na kuondoka asubuhi kila siku mpaka Jumamosi, na saa 8 kamili ni muda wa kuondoka pia wale wa mchana. Kwa hiyo niwakaribishe wote kwa ajili ya huduma hiyo ambayo tunaianza leo huko Nyandekwa. Karibuni wote. Toa tu muda wako ukafanye kazi ya Bwana, kwa sababu haupo ili ufanye ya kwako, upo ili ufanye ya Bwana, ili Bwana naye afanye kwa ajili ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo